Karibu kwa taarifa zetu, tuandamane hadi tamati. Mimi ni Mashirima Kapombe. Wadau katika sekta ya usafiri nchini wamehimizwa kuendelea kukumbatia matumizi ya tuktuk za umeme na kuasi zile zinazotumia mafuta kwa lengo la kupunguza hewa kaa na kusaidia taifa kuwafikia malengo ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Tangu kuanza kutumika kwa kawi ya umeme, zaidi ya magari 2,000 yanadaiwa kuokoa zaidi ya lita milioni 1 ya mafuta, huku yakipunguza uzalishaji wa hewa ya kaboni kwa zaidi ya tani 2,400. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya mwaka mmoja wa matumizi ya tuktuk za umeme katika eneo la Pwani, mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa tuktuk nchini, Vincent Were, amesema zaidi ya kaunti 35 zinazotegemea tuktuk za mafuta zinapaswa kuwekeza katika teknolojia ya usafiri wa umeme. Tunapoongelea tuktuk 2,000 hatuongelei tu tuktuk kama zile vyombo vya usafiri, ila tunaangalia yale maisha ya wenzetu katika Kenya ambao tumeweza kubadilisha, kuwapa kazi na kuwapa nafasi ili kuweza kukimu yale mahitaji yao. Ukienda sehemu za mashambani unasikia kama kuna mabadiliko ndani ya sikio lako, na hii inatokana na ile kelele ambayo iko katika miji zetu kutokana na vyombo vile tunavyovitumia kwa usafiri. Na kwa hivyo tunajaribu kama serikali kuhakikisha kuwa vyombo zile zinaingia sasa ni zile za kielektroniki ama EV vehicles, na tuweze pia kupunguza ile shida ya sound pollution. Ile cost of operation, tunapata gari la stima, the cost of operating gari la stima inakuwa ni chini zaidi kuliko cost ya kuoperate gari la diesel au la petroli. Kweli ni chombo tu ambacho kina manufaa zaidi katika kusave, kunaweza ukasave pesa vizuri compared na tuktuk zingine.